Jina langu naitwa Ayubu Chacha. Ndio mmiliki wa eneo hili la biashara. Kwa siku ya leo muda ya saa 5 gari la kampuni ya Nyanza Road limejaza kokoto. Dereva alikuwa amelewa kwa sababu kanga awali gari kinyumba mwenzake kunyuma na mwekea vigingi. Baada ya kufika katika karibu na eneo la biashara, basi gari kama imeshinda ikaingia mtaroni ikafikia nyumba na pia vilikuwepo. Mimi nauza nafaka, pia ni muuzaji wa gesi. Kwa hiyo vitu nilikuwa nimetoa vitu nje asubuhi kwa ajili ya wateja. Basi gari kaja baada ya tukio hilo gari kwa ukuta nilikuwa tena biashara, sababu ilikuwa bado ni asubuhi, mimi nilikuwa basi kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo ndio ile taharuki, watu wakaja, sababu vitu vilikuwa nje ya ofisi, nyingine kwa ndani kwa nje. Watu wakaanza kuchukua vile vitu. Kwa hiyo nimefika nimekuta vitu vyote kama vile nje vimechukuliwa. Na pia wengine wameingia ndani. Pia kuna mauzo sababu tangu Jumamosi kwa usifanya kazi yote ile. Kwa maana baada ya kutembea naona kuna watu wamekuta na hapo wameingia ndani tayari wamechukua. Kwa kiujumla malipo ni mwingi. Kwa mpaka sasa ndio niko hapa nasubiri tuone viongozi waje wa serikali wamekuja hapa wametoa maagizo yao. Na mpaka hatua wamekuja kutoa maagizo yao, na pia anasema kuja usiku kwenye gari kama kulinua, basi tuone tathmini ya vitu ambavyo vimeharibika, basi tumpe taarifa. Na hili tukio limetokea majira ya saa 4 asubuhi. Mimi nilikuwa hapa kwenye biashara yangu, nilikuwa nimekaa hapo nikashukia gari linatoka huko chini linaiba. Nimetokea nyingi sana, sina biashara hapa. Asante. Jina langu naitwa Edikana Mwalimu. Mimi ni jirani yake na mwenye duka hili ambaye anapata hasara. Ndani ya gari la Nyanza Road kwa mtaro na kuangukia kwenye sehemu ya biashara yake. Ni sahihi kabisa, dereva alikuwa amelewa kwa sababu inaonekana ilimshinda gari. Katika kumshinda gari ikaje ikaangukia. Dereva alikuwa amelewa kwa sababu baada ya kumtoa mle unamwona kama mtu ananuka amelewa, ana pombe. Na baada hapo maaskari wameondoka naye. Sawa. Na wakati tukio linatokea kulikuwa na vitu vingi vilikuwa hapa nje. Kwa hiyo baada ya kutokea tukio watu wakaanza kujisaidia, wakaanza kubeba kila ambacho kinajiona kwamba mtu anaweza akachukua. Mwingine anachukua gesi, mwingine ameingia humo ndani. Kwa hiyo kabla polisi hawajaja uharibifu ulikuwa umeshatokea mwingi, watu wameenda na vitu. Mimi naitwa Hassan Babu. Hivi wani nimeona kero kwa sababu kabla tujafika hapa karibu wamenipigia simu wakaniambia kuna ajali. Kuna gari moja ya Nyanza Road imepiga kwenye nyumba, imevunja ukuta. Nikasema mali zangu zote zimeponda, wakaniambia wewe ndio uangalie, lakini kama zitakuwa zimeponda. Kweli nilipopata nikakuja nikakutana kweli gari imepiga kwenye ukuta. Mwisho wa siku kuja kuangalia hata sehemu ya kuingia kuna na kuta zingine zimeshabomoka. Majirani zangu kuta zimebomoka na mali zao zingine zimepotea. Basi mwisho wa siku mimi nikaja nikawa nimeamua kutulia hapa, lakini misha hii njia sipite gari kubwa hapa. Kwa gari barabara ilikuwa itakuwa ipite gari ndogo. Gari kubwa ilikuwa itakuwa iwe high tu. Lazimisha mpaka anapita maroli. Mwisho wa siku ndio inasababisha hizo kero kubwa. Mfano kama hivi kutoka hapa ni kero. Tope kero kama hivi hatuna sema kufanyia shughuli tena, mambo yetu yote yamevurugika. Kwa hiyo naomba sana serikali hili swala wajaribu kulifuatilia. Hizi gari zote kubwa zote zinapitia kule. Zote zinapita gari ndogo tu hapa.